Mahusiano ya kimapenzi na ndoa ni taasisi muhimu katika jamii kwa sababu ndio msingi wa familia, malezi na ustawi wa kijamii kwa ujumla. Mahusiano haya hujengwa juu ya misingi ya upendo, uaminifu, heshima, mawasiliano na uwajibikaji wa pande zote mbili. Hata hivyo, katika mazingira ya kisasa yanayobadilika kwa kasi, mahusiano mengi ya kimapenzi na ndoa yanakumbwa na changamoto zinazochangia kudhoofika au kuvunjika kabisa kwa mahusiano hayo. Changamoto hizi mara nyingi hutokana na mchanganyiko wa tabia, mitazamo na mazingira yanayowazunguka wahusika. Leo tunakwenda kujadili kwa kina mambo makuu 5 yanayochangia kwa kiasi kikubwa kuharibu mahusiano ya kimapenzi na ndoa kwa ujumla. Twende kazi. Kwanza kabisa ni kukosekana kwa mawasiliano bora na ya uaminifu. Unajua, mawasiliano ni nguzo muhimu sana katika mahusiano ya kimapenzi na ndoa. Sasa kukosekana kwa mawasiliano ya wazi, ya mara kwa mara na yenye heshima inaweza kusababisha kutokuelewana, migogoro na maamuzi yasiyo sahihi. Na mara nyingi wenza kushindwa kueleza hisia zao, matarajio, changamoto au mahitaji yao kwa uwazi, na badala yake huchagua kunyamaza au kuwasiliana kwa hasira. Mawasiliano duni hujenga umbali wa kihisia, kuzuia utatuzi wa matatizo na kupunguza ukaribu kati ya wenza. Aidha, kukosekana kwa uaminifu katika mawasiliano kama vile kuficha ukweli au kusema nusu ukweli huondoa msingi wa mahusiano na kuchochea migogoro mikubwa zaidi. Pili ni kukosekana kwa uaminifu na kuibuka kwa usaliti. Uaminifu ni uti wa mgongo wa mahusiano ya kimapenzi na ndoa. Na usaliti wa aina yoyote, iwe ni wa kihisia, kimapenzi au kifedha, huacha majeraha makubwa ya kihisia ambayo mara nyingi ni magumu kupona. Pale uaminifu unapovunjika, hofu, mashaka na hasira utawala miongoni mwa wahusika, ambapo kwa msingi huo wenza huanza kuishi kwa tahadhari na kupoteza hisia ya usalama wa kihisia. Hata pale jitihada za kusamehe zinapofanyika, kurejesha uaminifu huweza kuchukua muda mrefu sana na pengine kuhitaji uwajibikaji mkubwa sana. Kwa hiyo kukosekana kwa uaminifu huweza kuathiri kwa kiasi kikubwa sana uimara wa ndoa na mahusiano ya kimapenzi. Tatu ni migogoro ya kifedha na kukosekana kwa uwazi wa kiuchumi. Masuala ya kifedha ni miongoni mwa vyanzo vikuu vya migogoro katika mahusiano ya kimapenzi na ndoa. Kukosekana kwa uwazi kuhusu mapato, matumizi, madeni au mipango ya kifedha inaweza kujenga mashaka na lawama nyingi sana. Na wenza wanapokuwa na mitazamo tofauti kuhusu matumizi ya kifedha, vipaumbele au majukumu mengine, migogoro inaweza kujitokeza kwa urahisi sana. Aidha, shinikizo la kiuchumi, ukosefu wa ajira au matumizi yasiyodhibitiwa kadhalika huongeza msongo wa mawazo na kuathiri vibaya mawasiliano na ukaribu wa kihisia. Kwa hiyo bila ya mipango ya pamoja na maelewano ya kifedha, mahusiano mengi yanaweza kukosa uthabiti. 4 ni kukosekana kwa heshima, uvumilivu na msaada wa kihisia. Heshima na uvumilivu ni msingi wa kudumisha mahusiano yenye afya, na kukosekana kwa heshima kujitokeza kupitia lugha chafu, dharau, manyanyaso ya kihisia au kupuuzia mchango wa mwenzako. Aidha, kushindwa kutoa msaada wa kihisia wakati wa changamoto kujenga hisia za upweke hata ndani ya ndoa au uhusiano. Sasa wenza wanaposhindwa kuelewa tofauti zao za kitabia, kisaikolojia au kijinsia,
inaweza kusababisha migogoro kuongezeka. Kwa hiyo kukosekana kwa heshima na msaada wa kihisia huwa ukaribu na kufanya mahusiano yaonekane kama mzigo badala ya chanzo cha faraja. 5 na mwisho ni kuingiliwa na mambo ya nje na kukosekana kwa mipaka. Mahusiano ya kimapenzi na ndoa huathiriwa sana na mambo ya nje kama vile ndugu, marafiki, mitandao ya kijamii na shinikizo la kijamii. Kukosekana kwa mipaka thabiti inaanza kuruhusu watu wa nje kuingilia maamuzi, migogoro na hata hisia za wenza. Aidha, matumizi mabaya ya mitandao ya kijamii yanaweza kuchochea wivu, kulinganisha mahusiano na kuibua mawasiliano yasiyofaa nje ya uhusiano. Hali hii inaweza kudhoofisha mshikamano wa wenza na kuongeza migogoro isiyo ya lazima. Kwa hiyo mahusiano yenye afya yanahitaji mipaka iliyo wazi ili kulinda heshima na faragha ya wenza. Mwisho wa siku, mahusiano ya kimapenzi na ndoa yanahitaji juhudi za makusudi, uwajibikaji na uelewa wa kina kutoka kwa wenza wote wawili. Kukosekana kwa mawasiliano bora, uaminifu, uwazi wa kifedha, heshima na mipaka thabiti huchangia kwa kiasi kikubwa kuharibu mahusiano haya muhimu. Changamoto hizi zikiachwa bila kushughulikiwa mapema hupelekea mahusiano kudhoofika au kuvunjika kabisa. Na ili kujenga na kudumisha mahusiano imara ya kimapenzi na ndoa, wenza wanapaswa kuwekeza katika mawasiliano, kujifunza kusuluhisha migogoro kwa busara na kuilinda thamani ya uhusiano wao dhidi ya ushawishi hasi wa mazingira ya nje.